Sky TV. Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari, na tulionayo siku huu, bajeti ya kujenga Muhimbili yazua mjadala bungeni. Na katika michezo, Simba na Dodoma Jiji kuonyeshana ubabe kombe la FA kesho. Ujambo mtazamaji popote ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Jina langu Lai Saidi. Mbunge wa jimbo la Sumbawanga mjini Mheshimiwa Aishi Hilali katika mchango wake katika hotuba ya makadirio ya mapato ya matumizi ya ofisi ya waziri mkuu pamoja na ofisi ya bunge kwa mwaka wa fedha 26-27 amelitaka bunge kukataa bajeti ya zaidi ya shilingi trilioni 1.2 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali mpya ya Muhimbili, akishauri fedha hizo zielekezwe katika ujenzi wa hospitali za mikoa ili kuweza kupunguza mzigo katika hospitali hiyo. Tupate taarifa zaidi. Hili jambo tusilikubali. Na nimwombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama lipo kwenye Wizara ya Afya huko, limeshakuja kwenye kamati, kuna lobbying zinafanyika, niombe bunge hili, nendeni mkafanye research. Tusikubali kwenda kujenga hospitali ya rufaa ya Muhimbili kwa shilingi trilioni 1 na bilioni 400. Tuna mzigo mkubwa bado. Tuna miradi mingi imesimama. Tuna mikopo mingi. Tunalipa madeni mengi. Kwa nini tukaongeze mzigo zaidi ya mzigo, na hospitali ya rufaa ya Muhimbili bado ipo? Twendeni jamani na kimoja. Twende tukamalize SGR yetu. Twende tukamalize barabara zetu. Twende tukakarabati meli zetu. Kula Kigoma mheshimiwa, leo ni budget ya mwaka wa 5. Tunasema tunajenga meli haijajengwa mpaka leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakuomba sana. Inawezekana ni mkopo, lakini nendeni kwenye mikoa mingine, hospitali za rufaa za mikoa hazijajengwa. Kwa nini twende tukabomoa kitu ambacho sasa hivi kinafanya kazi? Una gari bado nzima, acha kwanza endelea kufua mengine. Hizi hela ni nyingi. Tunaenda kukopa na tutalipa, na mwisho wa siku tutaendelea kuwa na madeni. Mimi naishauri serikali kwa nia njema, tuachane na hili jambo. Na kama fedha hizo tumeenda kuzikopa tayari, basi ziende zikajenga hospitali za rufaa kila mkoa ili kupunguza mzigo wa wagonjwa kwenda Muhimbili. Yako maboma kule. Mimi nataka nishauri sana Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaamini ni mzalendo, liangalieni jambo hili. Najua litakuja bungeni, tutapigwa siasa, tutaweza kulipitisha. Ni kuombe sana, liangalieni mara 2 mara 3. Kwa sasa hatuna uwezo huo wa kujenga hospitali ya rufaa ya Muhimbili kwa bilioni zote hizo. Twendeni kidogo tutafika, lakini tukienda haraka hatutaweza kufika. Mimi ushauri wangu na bunge, na naamini katika hili ipo siku mtanikumbuka nilisimama hapa nikashauri hili. Tusiweke mzigo mzito kwa wananchi, tutashindwa kuendelea. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe ametoa agizo la kurejeshwa haraka kwa wafanyabiashara wa soko la simu 2000 ili waendelee na shughuli zao baada ya soko hilo kuungua moto mwezi Aprili. Katika ziara yake sokoni hapo, Profesa Shemdoe ameelekeza kuwa kwa sasa wafanyabiashara hao watumie meza na miamvuli badala ya kujenga vibanda vya kudumu, wakati wa taratibu zingine zikiweza kuendelea. Nielekeze jambo la haraka la kuwarejesha hawa wafanyabiashara waliokaa hapa. Warejee hapa paliposafishwa, lakini sio kwa kujenga vibanda. Hapa watafute meza zipangwe, watafute miamvuli ili mvua ikinyesha, jua likiwaka, wajikinge na miamvuli na jua au mvua.
wakati tunasubiri lile soko pale ambapo limeanza kujengwa. Jamani, tunakubaliana? Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lisimamieni hili tuone namna inavyoweza kutekelezeka kwa uharaka. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba uendelee kufanya ufuatiliaji wa siku kwa siku. Haya tuliyoyasema kuleta meza hapa, lifanyeni hili kwa uharaka. Nina uhakika linafanyika hili ili ndugu zetu hawa warudi kwenye shughuli zao zinazowapatia kipato. Kwa kweli niseme nimeridhishwa sana na utekelezaji wa maelekezo aliyotoa Mheshimiwa Rais kwetu. Maelekezo aliyoyatoa Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa yametekelezwa vizuri. Sasa swala lingine ni kwa dhati, pamoja na mkandarasi anayejenga soko lile tulilotembelea pale, waliniambia soko lile linatakiwa lijengwe kwa miezi 6, lakini nimewaelekeza nikiwa pale, kazi ile usiku na mchana wanaweza kumaliza kazi ile ndani ya miezi 4. Ninaelekeza kazi hii ifanyike bila kuathiri viwango vya kiinjinia vinavyotakiwa kufanyika pale. Lihakikishwe ndani ya miezi 4 limekamilika, ili wale watakao kuwa wameweka meza zao hapa, ambao watakuwa kwenye ile orodha, waende kwenye vibanda kwenye soko letu lile pale. Mheshimiwa RC, ni kuombe usimamie kwa ukaribu ujenzi wa soko lile pale, ili ndani ya muda mfupi ndugu zetu hawa ambao wameathirika na moto ule uliotokea hapa waweze kuhamia kwenye eneo lile. Mheshimiwa Profesa, wafanyabiashara hawa walieleza mambo mengi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, na moja ya agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu lilikuwa ni kufanya usafi eneo hili. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya amempongeza na kumshukuru mkurugenzi, lakini na mimi nitumie nafasi hii kumshukuru yeye Mkuu wa Wilaya, kwa sababu kama kusingalikuwa na usimamizi mzuri kule kwa mkurugenzi, maana yake yeye pia angeonekana sio kiongozi bora. Katika kuhakikisha sekta ya ardhi inaondokana na migogoro ya mara kwa mara, serikali imeanzisha mfumo wa kidijitali wa Tausi unaolenga kurahisisha huduma na kuongeza uwazi katika umiliki wa ardhi. Mfumo wa Tausi, ambacho ni kifupi cha Tanzania Land Administration System, umeanzishwa ili kuweka kumbukumbu zote za ardhi katika mfumo wa kielektroniki. Kwa kiwango kikubwa wafanyakazi wa serikali ndo wanauelewa kidogo na huu mfumo, lakini wananchi wa kawaida elimu bado haijawafikia ya kutosha kwenye kutumia na kuweza kupata hizo huduma kupitia mfumo wa Tausi. Wakishaandaa yale maeneo tunayaingiza kwenye mfumo. Tukishaingiza kwenye mfumo, sasa wananchi popote ulipo, kwa sababu mfumo si wa kidijitali ambapo unaweza kupatikana mahali popote ambapo ukiwa na mtandao. Wakishaingiza kwenye mfumo, mwananchi ana uwezo wa kuchagua lile eneo na atakuwa na uwezo wa kulinunua. Sasa tulichokifanya ni kwamba tunaingiza ile ramani kwenye mfumo, na tukishaingiza kwenye mfumo inakaa pale kwa siku 7 ili wananchi wale waweze kuona lile eneo ambalo tumeleka kwa siku 7, lakini waweze pia kulitembelea. Kwa asilimia kubwa sana, naweza nikasema tena karibia 100% imepunguza sana ule rasimu uliokuwepo awali na watu kujilimbikizia mahali ambazo zilikuwa ni nje ya utaratibu. Mmerahisisha mfumo wa kuprocess hati, lakini ugumu upo kwenye kuchukua hati. Ya unakuta huko umetumia muda fupi sana kusajili dokumenti zako na unaambiwa bana hati imetoka. Lakini ukienda kwa msajili kule manispaa, unakuta dada anaitwa hati yuko mmoja, mna hudumu wateja zaidi 150. Kipindi cha nyuma hapa jiji unaweza ukakaa foleni hapo na usifikie ile foleni jinsi watu walivyokuwa wengi. Kwa hiyo unaweza usipate huduma, ukaondoka siku ya kwanza usipate huduma, ya pili, ya tatu, hata wiki. Lakini huu mfumo, ukishaingia kwenye mfumo, kila kitu kitakuwa kimerahisishwa, isipokuwa uelewa wa watu sasa katika huu mfumo. Hiyo ndio shida. Kwenye kila kanda tunapeleka wataalamu mbalimbali. Kuna wataalamu wa biashara, kuna wataalamu wa fedha, kuna wataalamu wa huduma za jamii, kuna wataalamu wa maendeleo ya jamii na kadhalika. Kule kwenye zile kanda ni wanatoa awareness na wanatembelea wananchi na wanatoa awareness ya mambo ambayo serikali inafanya kwa maana ya huduma za jamii.
Naye Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba anatarajiwa kuanza ziara yake ya kikazi mkoani Dodoma Aprili 12 mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kufuatilia na kuimarisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini. Lengo la ziara hii ni kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuzungumza na wananchi, kusikiliza changamoto zao pamoja na kutoa maelekezo ya serikali kwa ajili ya kuboresha utoaji wa huduma na maendeleo katika maeneo husika. Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dodoma nawaomba wananchi wote wa wilaya ya Chamwino kujitokeza kwa wingi kushiriki katika mapokezi na mikutano atakaofanya katika eneo hilo ili kupata fursa ya kusikiliza maelekezo ya serikali pamoja na kutoa ushauri kwa serikali. Aidha, nawahimiza wananchi kuendelea kudumisha amani, utulivu na ushirikiano wakati wote wa ziara ili kuendelea kufurahia mkoa wetu wa Dodoma ambao ni fahari ya Watanzania. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo siku huu ni pamoja pia na daraja la Nkonkilanga wilaya ya Iramba limekuwa mkombozi mkubwa kwa wananchi. Karibu tena mtazamaji katika Ulimwengu wa Habari, na taarifa nyingine ni kuhusiana pia na wananchi wa wilaya ya Iramba mkoani Singida wameeleza furaha yao ya kutoa shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufanikisha ujenzi wa daraja la Nkonkilanga lenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 6.6. Baadhi ya wananchi pia wilayani humo wamesema daraja hilo limekuwa mkombozi mkubwa baada ya kumaliza changamoto ya mawasiliano iliyokuwa pia ikiwakabili hususan wakati wa msimu wa masika, ambapo vijiji na wilaya za jirani kama Iramba, Mkarama na Kishapu vilikuwa pia vikikatika mawasiliano kutokana pia na mto huo kufurika. Kipindi cha mvua tulikuwa hatuwezi kupita. Unakuta unatakiwa ufike ukafanye kazi kwenye upande wa pili, lakini ukifika unakuta mto umejaa maji. Inabidi usiende kufanya shughuli zako, urudi nyumbani. Tulikuwa tunapata adha kuvusha pengine mazao kutoka mashambani, na sisi kama wachimbaji tulikuwa tunapata shida kuvuka kwenda kufanya kazi za machimbo. Wakulima nao walikuwa wanapata shida kwa ajili ya kuvuka kwenda mashambani kwa ajili ya kazi. Tulikuwa tunapata shida, ila tunashukuru kwa kufikia mpaka kipindi hichi. Sasa hivi kidogo naona tunakwenda tunateleza tu, yani hamna shida yoyote changamoto tunaipata. Ila kipindi cha nyuma kiukweli tulikuwa tunahangaika sana, barabara ilikuwa inatuudia magari na tuharibia magari. Tunashukuru sana na mmefanya vizuri sana tutengenezea miundombinu ya barabara. Sasa hivi tunafanya kazi bila hofu. Muda mwingi tunawasiliana kutoka upande wa pili. Nikisemea upande wa pili, hii inaunganisha sehemu kubwa sana hii barabara. Kuna watu kutoka Mkalama ndani ya hii wilaya, lakini hii ni barabara inaenda kuzunguka hadi upande wa pili kule ng'ambo Kishapu ni inategemea, lakini kiungo kikuu cha njia ya mkato ni hii. Kwa hiyo sasa hivi tunafaidika, watu wetu muda wote wanapita, tofauti na kipindi cha nyuma. Huu mto ulipo ukijaa, watu wanasitisha kazi kwanza. Ina maana upande wa kwanza nabaki upande wa kwanza na upande wa pili nabaki kwanza mpaka mto upite. Kulikuwa na changamoto kubwa sana nyuma, lakini leo mwaka huu 2026 masika mwaka huu hatuteseki. Akina mama wanaenda kulima vizuri, wanapanda mpunga vizuri, wanarudi salama na kazi zao zinaendelea, hakina kipingamizi kuhusiana na mito. Yaani daraja hili limetusaidia sana kwa kiwango cha hali ya juu. Yaani mto huu Kenga Ng'ombe huu ilikuwa ni tatizo kwa wananchi wa ng'ambo kule. Mvua zikinyesha huwa wanalala huku, hawawezi kwenda kwa Nkirangi. Hiki tangu hili daraja lilivyofanikishwa hapa, sasa hivi napita mwerere kabisa. Hata mvua inyeshe namna gani, yaani kama lami. Yaani tunamheshimu, tunashukurani, yaani tunataka tutoe shukrani kwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutenga fedha kufanikisha daraja hili hapa. Wananchi wa vitongoji 4 wilaya Karagwe mkoani Kagera
wameiomba serikali kuwasaidia kutengeneza kisima cha maji safi na salama kilichoharibika ili kuwanusuru dhidi ya magonjwa ya mlipuko kutokana na kutumia maji yasiyo salama kwa zaidi ya miaka 3. Kwa kweli tuna shida ya maji hapa, tunachota kwenye dimbwi, tuna shida kubwa kweli, tumeshaumia. Changamoto iliyoko hapa kwenye kisima dimbwi hili ni moja. Wakina mama, watoto huwa wanaanguka kwenye hili dimbwi. Hili eneo ni eneo ambalo kisima tulikuwa tumetengenezwa na serikali miaka ya nyuma kidogo, kuanzia miaka ya 90 na 96 hivi, 96 97. Bahati mbaya hili jamaa likawa limeharibika. Kwa hiyo baada ya kuharibika hiki kitu tukaona hamna jinsi, hamna njia mbadala ya kupata maji. Njia mbadala ya kupata maji ndio tukaendelea tukachimba lile dimbwi, lakini lilikuwepo tangia hapo awali kwa sababu kama nilivyozungumza kuanzia miaka ya 78 79 wakati mimi nazaliwa kipindi hicho nilikuta. Kwa hiyo baada ya hiki kuharibika ndio tukaendelea kutumia yale maji ya dimbwi. Nilikuwa nimeshasikia kwamba kuna mpango wa kutuletea maji kutoka kule Rwakajunju. Miradi hiyo ni pamoja na mradi wa miji 28 wa Rwakajunju unaotekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 64.3 sambamba na mradi wa usambazaji wa maji katika mji wa Kayanga unaogharimu jumla ya shilingi bilioni 1.31. Mheshimiwa Naibu Spika, miradi hiyo kwa pamoja utekelezaji wake umefikia wastani wa 70% ambapo inalenga kunufaisha zaidi ya wananchi wapatao 356,790. Wananchi wa wilaya ya Monduli mkoani Arusha wakiwemo walimu na wanafunzi wa shule ya sekondari ya Moringe Sokoine wamemwenzi aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Tanzania hayati Edward Moringe Sokoine kama kiongozi aliyekuwa na upendo wa kipekee kwa elimu na jamii ya ufugaji, lakini pia wakizungumza kuelekea maadhimisho ya miaka 42 ya kifo chake, wamesema uamuzi wake wa kuanzisha shule hiyo mwaka 1980 ulikuwa ni mkakati mahususi wa kuwakwamua watoto wa jamii ya kifugaji kutoka Monduli, Ngorongoro na Kiteto kupata fursa ya masomo iliyokuwa adimu kwa wakati huo. Na lengo la kuanzishwa kwa hii shule ilikuwa ni kutoa elimu kwa jamii ya kifugaji. Na jamii hiyo ya kifugaji ilikuwa katika vijiji vitatu ambapo kulikuwa na kijiji cha Monduli, kijiji cha Ngorongoro na kijiji cha Kiteto, ambapo kwa sasa maeneo hayo niliyoyataja tayari yameshakuwa ni wilaya. Edward Moringe Sokoine alikuwa muasisi wa shule hii na aliipenda sana elimu, ndio maana akaanzisha shule iliyoitwa Monduli Sekondari. Hii shule iliendelea kuitwa Monduli Sekondari hadi mwaka 1987 ilipobadilishwa na waliokuwa wanaisimamia shule kuitwa Moringe Sokoine Secondary School, kuenzi jina la muasisi wa shule yetu. Ndio lengo kubwa. Na kama mnavyoona shule hadi sasa ina wahitimu wengi ambao pia wanaendelea kuitumikia jamii hii. Ni wengi, siwezi kuwataja. Imetoa watu maarufu katika maeneo mbalimbali ya kutoa huduma katika jamii. Kwa kweli imewasaidia watoto wengi wa Kimaasai, watoto wengi wa wafugaji wako leo. Tuko na vijana mbalimbali ambao ni madaktari, wengine ni majaji, wengine ni wanasheria, wengine pia ni mainjinia. Lakini pia ningependa kuomba kwa viongozi wengine nao waweze kuiga kama kiongozi wetu hayati Edward Moringe Sokoine, waweze kuanzisha nao vituo mbalimbali pamoja na shule zingine, ili kwamba kila Mtanzania, kila mtoto wa Kitanzania sio wafugaji tu na wengine wote. Shule hii inatusaidia kupata elimu bora, kwani tuna walimu wa kutosha, tuna maktaba yenye vitabu vya kutosha vya kisasa. Pia tuna maabara tofauti kwa ajili ya majaribio mbalimbali ya kisayansi. Vile pia kuna bustani ya shule ambayo inatumika kwa ajili ya kufanyia majaribio ya masomo ya kilimo. Pia shule yetu inakuza vipaji mbalimbali. Hivyo shule hii imesaidia kutimiza ndoto za hayati Edward Moringe Sokoine. Hivyo tunapenda kumshukuru Edward Moringe Sokoine
kwa kuanzisha jambo hili pamoja na serikali pia kwa ujumla kwa kuendeleza. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa na habari za michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Mtazamaji, karibu tena, na sasa ni wasaa wa kuelekea viwanjani katika taarifa za habari za michezo. Kikosi cha Simba Sport Club kesho kitashuka dimbani katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta uliopo jijini Arusha kuikaribisha klabu ya Dodoma Jiji katika mchezo wa hatua ya 16 bora michuano ya CRDB Federation Cup, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 10 jioni. Simba anaingia katika mchezo huu akiwa na kumbukumbu ya kupata sare bila kufungana dhidi ya Dodoma Jiji katika mchezo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, mchezo ambao ulichezwa uwanja wa Jamhuri hapa Dodoma. Katika kuelekea mchezo huo, kocha Steve Becker pamoja na mchezaji wa kikosi cha klabu ya Simba wa Rushain Delak pamoja na kocha mkuu wa kikosi cha Dodoma Jiji Amani Josia pamoja na mchezaji Edgar Williams wamezungumzia maandalizi katika kuelekea mchezo huo. Good morning.
I think preparations as normal. Obviously, we've come off a short turnaround from the match that we played recently, but we do look forward to the cup game. It wasn't too long ago that we played Dodoma. We do know that they do have their strengths that we have to be aware of, but you know, Simba Sports Club want to be challenging for all titles that are on offer, and this provides us an opportunity to get ourselves into the quarterfinal of the cup. So preparations have gone well. We've been in Arusha since last week, or basically beginning of the week we arrived. We're having the 3 matches here, so we're well settled. The squad, obviously we're a bit disappointed in our last result, and we do understand that we have to improve in certain areas, and we're looking forward for a big bounce back performance tomorrow. Look, for me, obviously being with the players as well and knowing them, we're obviously in a difficult period because we're playing every 3 games, so it's not easy, you know, to play in this way. And I know that the players are fully committed. You know, I cannot fault any of them for commitment and desire to win. So it's for us just again tomorrow to show how committed we are. You know, obviously the result wasn't in our favor in the previous game, but tomorrow is another opportunity for us to show to the fans as well. You know, that we want success for the team, and we'll do our best tomorrow again. Nafikiri mechi iliyopita ilikuwa ni mechi ya ligi, na hii tena ni mechi ya knockout kwa maana ya CRDB FA. So kwenye mpira hakuna photocopy ya mechi kwamba tukatoe photocopy hii tuje nayo hii ikacheze hivi. Kwenye mpira kila siku ni kitu kipya, ninaamini Simba hawezi kucheza vile. Ninaamini pia Dodoma pia hatuwezi kucheza kwa namna hili. Kila mechi inakupa maswali. Namna ambavyo tumeapproach mechi hii, uwezo ukahamisha mechi ile ukaileta kwenye mechi hii. Nafikiri ni mechi nyingine tofauti. Hatutegemei kuwa na mechi nyepesi kama ilivyokuwa ile ya mwanzo, kwa sababu ukishacheza na timu kisha ukapata matokeo ya namna ile ya suluhu, maana yake unaongeza tena ugumu. Kwa upande wangu mimi kama mchezaji nimejiandaa vizuri mechi ya kesho. Kwa mwalimu akinipa nafasi naweza nikafanya vizuri na Baada ya kuwepo kwa maneno kuhusu uhalali wa uraia wa mchezaji Damaro Kamara kuwa na changamoto, huku klabu ya Yanga ikihusishwa, mapema leo hii rais wa klabu hiyo Engineer Harris Saidi amesema Yanga haihusiki kwa lolote na uraia wa mchezaji huyo, kwa sababu walimsajili tayari akiwa ameidhinishwa na mamlaka husika na alipata uraia wake mwaka 2025 tena akiwa na kikosi cha Singida Black Stars, huku kabla hajaja kujiunga na kikosi cha Yanga. Na tukielekea kimataifa, mtazamaji, taarifa hiyo pia inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani, lakini kwa sasa baada ya kutazama taarifa za viwanjani, mtazamaji, twende tukatazame utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku wa leo. Sky TV. Na mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate tena muktasari wake, ambapo ni bajeti ya kujenga Muhimbili yazua mjadala bungeni. Na katika michezo, Simba na Dodoma Jiji kuonyeshana ubabe kombe la FA siku ya kesho. Mtazamaji, tunafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, mimi ni Lai Saidi. Usiache pia kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Sky International TV. Nikutakie usiku mwema.